Unapata maumivu makali wakati wa hedhi, unatokwa na uchafu katika via vya uzazi, unakuwa na mwasho mkali katika sehemu za siri, unakuwa na UTI ya mara kwa mara inayokusumbua kwa muda mrefu sana. Hii kesi ni ya watoto wa kike ambao wenye umri wa miaka 16 mpaka miaka 30. Wengi wao wana hii kesi ya kupata maumivu wakati wa hedhi, kutokwa na uchafu katika via vya uzazi, kuwa na mwasho katika sehemu za siri na kupata UTI ya mara kwa mara ambayo inakuwa inawasumbua sana. Kesi hii imekuwa ni ngumu kwa kweli, kwa sababu watu wengi huwa inawasumbua na jinsi gani wanashindwa kukabiliana nayo. Lakini leo nitakupa funzo jinsi gani unaweza kupata dawa na ikaweza kuisha na hii kesi kwa upande wako ikawa imekwisha moja kwa moja. Kupata maumivu makali wakati wa hedhi, sababu inaweza ikawa ni homoni zako kuto kubalance. Kama homoni zako hazija balance, inaweza kusababisha kwamba unapata siku kwa tarehe tofauti tofauti, yani siku zako kuwa zinapishana sana mara kwa mara. Lakini kabla ya kupata hedhi, unaanza kupata maumivu makali, ama unapomaliza ama unapoanza kupata maumivu makali, sababu ya kuto kubalance kwa homoni. Na hii ni sababu ambayo watu wengi sana huwa inawasumbua, lakini kwa wengine inakuwa ni sababu ya uvimbe. Kwa wenye changamoto ya uvimbe katika sehemu za uzazi, basi inawasababisha kwamba kupata maumivu makali wakati wanaingia hedhi, wakati inawasababisha mpaka wengi wao kupata maumivu wakati wanashirikiana katika tendo la ndoa. Kitendo cha kupata maumivu basi inamwashiria yeye kutokuhisi kabisa ile ladha ya mapenzi na kuweza kumsababishia kwamba kuto kuendelea tena, sababu maumivu makali anayoyapata. Kutokwa na uchafu katika via vya uzazi, sababu ya PID. PID imekuwa inawatesa watu wengi sana, kwa sababu wanapopata changamoto ya PID hawatumii dawa halisi za PID, badala yake wanatumia dawa za kuweza kuwatuliza maumivu na kuweza kukata tu ule uchafu kidogo. Sasa anapopata dawa ambayo si rasmi anaweza kutumia, na kidogo inaweza kumpa nafuu kwa muda mchache, lakini baadaye ikawa inaendelea kwa muda mrefu na kuweza kumsababishia kupata fungus, kuwashwa katika sehemu za siri. Badala yake pia unaweza kupata UTI ya mara kwa mara, kwa sababu ya maambukizi huwa inazunguka katika via vya uzazi na kuweza kumsababishia hata UTI inayomsumbua kwa muda mrefu. Mtoto wa kike mwenye changamoto hizi, utanisikiliza vizuri, kwa sababu nitakuelekeza dawa ambayo itakayoweza kumaliza changamoto zako. Na pia usisahau, kama tatizo la homoni kutokubalance inaweza kusababishia baadaye kutokuweza kupata mtoto, sababu katika upande wa mji wa mayai, yale mayai yako yanakuwa hayapevuki kwa haraka ama hayapevuki vile inavyohitajika. Hivyo inaweza kusababishia kwamba kutokushika mimba kabisa. Na kama utalipuuzia hii changamoto ya hormone balance, manake kwamba itakuletea shida katika mfumo wako wa maisha. Sasa jinsi gani ya kuweza kukabiliana nayo? Acha nikuelekeze dawa itakayoweza kukutibu na kuweza kuondoa changamoto ya hormone balance, PID, fungus pamoja na maumivu makali ambayo unapata wakati wa hedhi. Popote pale wewe ulipo, nadhani baadhi ya hii miti ambayo naweza kukuelekeza unaweza ukaifahamu vizuri zaidi. Tafuta mti wa mlonge, ile mizizi yake, mizizi ya mlonge inatakiwa ikaushwe. Mizizi ya mlonge kisha kaushwa, utengeneze unga wake, ndio utumie kwa ajili ya kuweza hormone balance. Mizizi ya mlonge ni tiba ya hormone balance. Popote pale ulipo, tafuta mizizi ya mlonge, tengeneza unga wake, kisha huwa unatumia katika chai au maji asubuhi na jioni kila siku, kwa ajili ya kuweza kurudisha hormone zako ambazo haziko sawa, na kwa ajili ziweze kuondoa maumivu ambayo unayapata wakati wa hedhi na maumivu pia mengineyo ambayo yanayokusumbua sana. Kwa wewe mwenye changamoto ya PID, hebu tafuta hizi dawa ambazo zitakusaidia sana kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto hiyo ya PID. Kuna ubani tu, ubani mweupe. Ubani mweupe ni tiba nzuri sana. Kuna ubani mweupe, kuna ubani mashtaka. Ubani mweupe na ubani mashtaka wote unachanganya pamoja, kisha unachemsha. Unachemsha kwa muda mrefu, takriban dakika 15 mpaka dakika 20. Kila siku huwa unatumia lita moja kuanzia asubuhi mpaka jioni, huwa unatumia lita moja kwa muda wa siku 7 tu. Hapo tunakuwa tunatibu changamoto ya PID, kumaliza moja kwa moja PID yako. Unawashwa katika sehemu za siri, unakuwa na mwasho mkali katika sehemu za siri. Tafuta mafuta ya zaituni. Mafuta ya zaituni, pia kuna unga fulani unaitwa kibiriti upele. Tafuta unga wa kibiriti upele, changanya pamoja na mafuta ya zaituni, kisha huo unapaka sehemu zako zenye mwasho kila siku. Hapo tutakuwa tumeweza kuondoa huo mwasho wako. Ndani ya siku 5 mpaka siku 7 tu mwasho unakwisha kabisa.
kwa wewe mwenye changamoto ya muwasho. Kwa wewe mwenye changamoto ya PID, maumivu makali, hormone balance, hizo dawa nimeweza kukuelekeza, ni dawa nzuri sana. Hebu zitafute ili uweze kutumia na uweze kuona faida yake. Mimi ni mtaalamu wako ambaye ninakushauri kila siku. Namba zangu za simu jumlisha 255 752 16 38 38. Kama utashindwa kuandaa dawa hii niliyokuelekeza, nitafute kwa namba hizo niweze kukupatia dawa tayari iliyoandaliwa kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto zote zinazoweza kukusumbua. Nikutakie siku njema, nikutakie kila la heri.